Inaendelea sehemu ya 12. Mheshimiwa Lissu anaendelea kumdodosa Ntamamilo ambaye ni bwana jela, lakini swala la searching, zipo sheria zingine. Mheshimiwa Lissu, sasa huko tutafika. Mashahidi wengine nilikuwa nawaambia waache kerere, sasa unataka na wewe nikwambie hivyo, halafu tutaendaje Ukonga baadaye? Sitaki kukwambia hivyo afande wangu. Watu wanacheka mahakamani, majaji pia wanacheka. Mheshimiwa Lissu, sasa soma kifungu cha 105 kifungu kidogo cha kwanza kama akisema kuwa waziri ndio mwenye mamlaka ya kutunga kanuni za management na treatment za prisoners, ndio au hapana? Bwana jela, naomba nieleze kidogo. Mheshimiwa Lissu, nimesema mimi na wewe kwetu ni Ukonga, tukitoka hapa tukitoboa mtumbwi tutafika. Haya, jibu swali, tusigombane. Bwana jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, kamishna mkuu ana mamlaka ya kutunga hizo kanuni za kutunga mambo haya ambayo nimesema hapo juu. Bwana jela, waziri ndio amempa mamlaka kamishna wa magereza. Mheshimiwa Lissu, kwa kifungu bwana jela, kile nilichosema kifungu cha 5 kifungu kidogo cha 2. Mheshimiwa Lissu, kile hakijataja prisoners. Sasa bwana jela, kimetaja prisoner, ndio prisoners wapo. Mheshimiwa Lissu, kasome definition section kwenye hiyo sheria. Kuna tofauti kati ya prison na prisoners, havitumiki interchangeably. Gereza na wafungwa ni vitu tofauti. Bwana jela, sijui. Mheshimiwa Lissu, kanuni ya 8 ya kanuni za usimamizi wa magereza, Prison Management Regulation, je, inaeleza utaratibu wa kusicha ufungwa? Bwana jela, ndio, lakini zipo na sheria zingine. Mheshimiwa Lissu, tutaenda kila mahali, tutafika kwa hizo sheria zote. Bwana jela, sawa, nakubali. Mheshimiwa Lissu, haki za wafungwa, tunaenda kanuni ya 9 hadi ya 11. Bwana jela, kweli. Mheshimiwa Lissu, kanuni ya 12 na kanuni ya 17, je, kanuni hizo zinahusu haki ya wafungwa kutembelewa gerezani? Bwana jela, kweli. Mheshimiwa Lissu, soma kanuni ya 13 na useme inahusu nini. Ni kweli inahusu haki ya wafungwa kutembelewa na mawakili au washauri wao wa kisheria? Bwana jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, kanuni hizo pia zimeeleza hata namna ya adhabu ya kifo ifanyike, kwa maana ya kunyongwa wafungwa na masuala yote yanayohusu wafungwa wa adhabu ya kifo. Soma kanuni ya 33. Bwana jela, haieleweki amesoma nini? Mheshimiwa Lissu, ngoja nikusomee. Anamsomea hapa Mheshimiwa Lissu. Bwana jela, nilikuwa sijaiona, nimeiona. Mheshimiwa Lissu, namna ya kunyoa wafungwa simeandikwa kwenye kanuni? Bwana jela, naam. Mheshimiwa Lissu, mimi huoni nimefuga rasta, sio mfungwa, ndio hamwezi niambia chochote, unaelewa hilo? Bwana jela, uko sahihi. Mheshimiwa Lissu, kwa kanuni hizo mahabusu kama mimi napaswa kusimamiwa na askari magereza wawili usiku na mchana? Bwana jela, kuna kipengele cha segregation kwenye sheria zetu. Mheshimiwa Lissu, jibu kwa kanuni hizo. Jaji, kamishna, hakuna mtu atakuadhibu maana kanuni hujatunga wewe. Kwa hiyo kama kanuni hazisemi, sema hazisemi. Usijipe pressure kabisa mzee wangu. Bwana jela, hakuna hiyo kanuni. Mheshimiwa Lissu, ni wafungwa wa adhabu ya kifo tu ndio wanatakiwa kulindwa na askari wawili na wasikilizwe mazungumzo yao ni wa adhabu ya kifo pekee, kweli au si kweli? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, unasemaje baba yangu? Kwanza wewe sio baba yangu, nimekuzidi umri. Sio umesema una miaka 57? Bwana jela, kwa mujibu wa hiki kifungu ni sahihi, wafungwa wa kifo ndio wanapaswa kulindwa. Mheshimiwa Lissu, safi, tukienda hapa tutafika vizuri. Kwa haya ambayo umeyasoma na kanuni hizo, mahabusu, mfungwa hatakiwi kulindwa muda wote kwa masaa 24 isipokuwa wa kifo kwa mujibu wa kanuni hizo. Kanuni ipi? Bwana jela, nimesema jeshi la magereza linaendeshwa na kanuni, sheria na miongozo.